la msingi sana. Yaani wewe fanya mambo yako yote, lakini kama umekosa unyenyekevu, una safari ndefu sana ya kuishi. Unasikiaga utafika mbinguni umechoka, duniani nako utachoka. Kila unayemuona tajiri kuna sehemu alinyenyekea, kila aliyefanikiwa kuna sehemu alinyenyekea. Kwa unyenyekevu uweke mbele kwenye maisha yako. Noeli, watu walioishi naye makazini, kijana wangu amekuwa anafanya kazi na mke wangu, tunamuita mwanga jamii, na kweli ni mwanga jamii bila yeye mwenyewe kujua. Ni mbishi wa maisha tu ya kawaida, kubishana na wenzie, akubali hoja za kawaida. Kwa watu wanaweza simuelewe wakamuona kwamba ni mbishi, lakini kweli chini ya moyo wake kuna unyenyekevu ambao sio wa kawaida. Mimi kama kijana wangu na vijana wengi wanaonizunguka, umesikia juzi umeme unakatika sana sasa hivi. Saa 8, saa 9, si saa ngapi alikuwa nyumbani. Sio mara moja, hao ni maisha ya kwake. Unamuita muda wowote atakuwepo, atafanya hiyo kazi na atarudi nyumbani. Hata umpe 2000 atarudi. Hapa haya aliyotokea leo sio kama aliomba. Watu tu wapendwa, tuko sana kwenye maombi na kufanya mambo mengi. Sio kama aliomba. Yeye amekuwa. Hata sasa tunaongea sio kama hata anajua. Yeye mwenyewe unajua mnyenyekevu mwingine ajijui hata kama mnyenyekevu. Ukishajijua mnyenyekevu jue kuna mapungufu kidogo. Mnyenyekevu halisi mwingine hata ajui. Naamini yeye hata ajui. Yeye anajua anaishi. Tuko pamoja jamani. Hajui kama ni mnyenyekevu, lakini tunaongea mwanga jamii. Hilo ni jina lake la msingi. Noel. Tunaposema haya kiburi kisipande. Naamini akitapanda kwa sababu Mungu amekupa unyenyekevu. Tujifunze wengine kwamba unyenyekevu ni jambo la msingi. Hakuomba kwa ajili ya wala hakutaka harusi. Labda tuseme hakutaka sherehe, alitaka tu aende na wasimamizi, waandike cheti wamalize. Kwa hiyo hiki mnachokiona hapa, hata kama wewe umekiona ni kidogo, ni kikubwa sana ulimwengu wa kiroho. Ni Mungu kafanya mwenyewe. Sababu huku kwetu tumezoea watu 600, sijui nini. Watu walioendelea mnajua Ulaya ni watu 60, 50, 30, 10, maua kidogo kama hivi. Alafu mnarudi nyumbani mkiwa mko safi, kila mtu kala. Si mimi sikanywa soda. Hayo mambo yanakuwa haya. Hii sio ya kizungu hii. Si mnaona imependeza? Kwa ndio maisha ya kweli ya sasa ambayo watu natakiwa tuyajue. Sio kwa watu wengi sana. Ni kitu kidogo lakini watu mkafurahi mkawa pamoja. Mungu amemfanyia hicho bila yeye kuomba, ila kwa yeye alivyo kwenye maisha yake. Kwa hiyo tuwe na maisha ya unyenyekevu. Huyu kijana wangu ambaye nampenda sana, nimelazimika kumpenda, na vijana wengi sana mimi wanaonizunguka wengi sana nimempenda kwa unyenyekevu. Sio juzi, ni maisha yake yote.